Shalom baba. Shalom. Unaona nini 2026 juu ya familia yangu? Naona nini? 2026 juu ya familia yangu. Mwezi wa 7 mama yako atapokea uganga rasmi. Ni kweli baba, naishi kwa mganga. Anaishi kwa mganga? Ndio. Mwezi wa 7 atapokea rasmi, atasimukwa kwa mganga rasmi. Ameniuliza naona nini juu yake na nini? Familia yake. Sina jibu kulingana na alivyoniuliza. 2026 mwezi wa 7 mama yake anasimikwa kwa nini? Mganga rasmi. Nisaidie baba. Kwa sababu 2024 walimkabidhi akaanza kuagua. Ni kweli baba. Akawa na wateja, alifanya hiyo kazi miezi 3. Akarudi tena kwa mganga. Ndio, hadi sasa naishi kwa mganga. Kwa mama yako mwezi wa 7 atamkabidhi rasmi kwa mganga. Na mama yako akiwa mganga, ninyi mtateseka. Wewe na dada yako mtafanyaje? Tutateseka. Mtalipuka mapepo kila siku. Nisaidie baba. Nini cha kufanya? Kwa sababu mama yako anapokea uganga ambao ni wa kwenye chungu. Kwenye nini? Kwenye chungu. Tunapozungumzia mama yako ana chungu kipya. Ana nini? Ana chungu kipya. Na tayari ndani ya ile chungu ameshawekewa vitu. Na huyo uganga anapewa jini. Anachopambana nacho sasa hivi ni kupewa jini moja. Jini moja. Ili akapambane sasa kwenye kazi. Lakini mganga kaambia, sasa hivi ana jini moja. Akaambia, baka kufika mwezi wa 7 majini yatakuwa yameongezeka kwake. Na ataweza kuagua rasmi. Mama yako yuko mganga anafanya nini? Yupo tu anauma sasa hivi, ni mganga wa 18. Unasema? Ni mganga wa 18. Huyu alienda kwake? Ndio. Mganga wa 18. Ndio. Anatafuta nini kwa mganga? Huwa anauma tu toka utoto hatukuishi naye sisi. Sawa, lakini kwa mganga anatafuta nini? Anatafuta uganga. Alikwambia? Huwa anasema hata nyumbani huwa anampa uganga lakini hafanyagi kazi. Anaomba uganga? Eti anasema mzimu wake ni wa uganga. Ameniuliza swali nikamjibu kulingana na nini? Lakini kama Bwana aishi hivyo, mimi namfarakanisha mama yako na waganga. Namfarakanisha na mizimu ya waganga. Amen. Mizimu haitamkubali. Mizimu, anaitwa nani? Mama anaitwa nani? Anaitwa Getruda. Getruda. Ndio. Mizimu mkataeni Getruda. Mizimu ya uganga 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 sema mkataeni Getruda. Mkataeni Getruda. Na kama Bwana aishivyo, ndani ya moyo wake tunaachilia nuru. Nuru ya kumjua Mungu. Nuru ya kumjua Mungu. Nuru ya kumjua Mungu. Nuru ya kumjua Mungu. Akiwa mganga atawatesa nani? Watoto. Na akiwa mganga akiwa nini? Ili uganga ukamilike, katikati watoto wake wawili inatakiwa mle mmoja. Baba nisaidie, tupo 4 tu kwake, baba nisaidie. Ni wa kike? Ni wa kike wote, hakuna hata kiume. Wewe ni wangapi? Mimi ni wa pili. Wewe kati wewe na dada yako. Baba nisaidie. Natakiwa mmoja afanyaje? Atolewe sadaka ili uganga ufanye nini? Kazi. Ndio maana nikasema akipata uganga itakuwa shida kwa nani? Kwa watoto. Baba naomba msaidie, maana anakaa, yani kuna saa akilipuka mapepo anakuwa anajinyonga. Yaani anajinyonga kabisa hadi kuna muda anatoa mapovu mdomoni. Anataka kujiua. Ndio. Maana yake itakuwa mtu mmoja awe nini? Sadaka kwenye nini? Kwenye madhabahu ili mama apokee uganga, lakini hakuna atakayekuwa sadaka kwa sababu tumemfarakanisha. Tumemfarakanisha na madhabahu uganga. Katika jina la Yesu. Imekuwa. Nimemaliza.